washiriki, ninapozungumzia hili nataka niendelee kusisitiza tena. Ni muhimu kwa serikali kuendelea kuimarisha mifumo ya uteuzi ili kuongeza uwazi na ushindani wa vikundi vya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Serikali pia ilenge kuongeza upatikanaji wa mitaji na mafunzo ya kibiashara kwa vijana na wenye ulemavu, pamoja na kuanzisha programu shirikishi kati ya sekta za umma na sekta binafsi kwa ajili ya fursa zaidi za wanagenzi na urasimishaji wa ujuzi. Ndugu washiriki, changamoto hizi za uelewa mdogo kwa baadhi ya wanufaika kuhusu utaratibu wa kushiriki zabuni na utekelezaji hafifu wa baadhi ya taasisi na kutenga 30% kama ilivyoelezwa ziwe msingi wa mipango ya utekelezaji katika siku zijazo. Hata hivyo, ni ahadi ya serikali kuwa tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kupitia mafunzo, miongozo na ufuatiliaji wa karibu ili kuziondoa changamoto hizi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba nielekeze tafsiri ya neno dogo sifa. Ndugu mkurugenzi na ndugu washiriki, sifa inaweza kutumika kwa ajili ya kuchambua. Bahati mbaya, katika maneno mazuri ya kuelezea sifa, Kiswahili kinakosa maneno mazuri zaidi. Nataka nitumie maneno ya Kiingereza kueleza nini maana ya sifa. Sifa inaweza kutambulika kama reputation. Sifa inaweza kutumika kama praise. Sifa inaweza kutumika kama commendation. Lakini hayo yote yanalenga katika mweneo unaoakisi uhalisia. Umekuwa na utaratibu wa baadhi ya watu kudhihaki, hasa pale tunapotoa sifa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataka nikuhakikishieni ndugu washiriki, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka yake 5 amefanya mambo mengi makubwa ambayo leo tunapokaa hapa kama wadau wa manunuzi ya umma ni wazi tunakumbuka kwa ushuhuda mzuri mambo mazuri na makubwa aliyofanya. Nakumbuka wakati anaingia kwenye madaraka alikutana na kigugumizi juu ya sheria za manunuzi, lakini kubwa zaidi kilio cha mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali juu ya sintofahamu iliyotokea kutokana na makaguzi yanayoendana na kimfumo. Leo hii tunapozungumza baada ya miaka 5 ya uongozi wake na uongozi wa serikali ya awamu ya 6, tunashuhudia mabadiliko makubwa yakiwa yamefanyika. Moja, tumerekebisha mfumo wa manunuzi yani NeST kutoka kwenye TANEPS, ambayo TANEPS ilikuwa inatuletea changamoto kubwa sana. Nyinyi wenyewe kama wadau mlipokutana mwaka 2021 mlizungumza kwa sauti ya juu. Serikali yenu inaongozwa na Jemedari Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilisikia. Marekebisho hayo yamefanyika na sasa tunayo sheria, lakini pia tunao mfumo mzuri wa NeST ambao unafanya kazi bila wasiwasi wote. Lakini pamoja na hilo pia tumerekebisha sheria ya ununuzi ya mwaka 2023 pamoja na kanuni zake za mwaka 2024. Deni lilopo kwetu sisi ni kufanyia kazi ili iweze kuonekana vizuri. Lakini sio hilo tu, pia tumeendelea kutenga fedha kuwezesha kazi zifanyike vizuri. Na haya tunayoyaona leo hii ndani ya mkutano huu ni sehemu ya mafanikio hayo. Ndugu mwenyekiti wa bodi ya PPRA na ndugu washiriki, ofisi ya waziri mkuu kwa kushirikiana na PPRA, sekretarieti ya mikoa, mamlaka ya serikali za mitaa na wadau mbalimbali, tutaendelea kuhakikisha kuwa vijana na wenye ulemavu wanatumia fursa hizi za ushiriki na makundi maalum katika ununuzi wa umma. Na katika kutekeleza suala hili, nihimize halmashauri zote nchini kusaidia kuibua makundi maalum katika maeneo yao ambao watapata kukimbilia fursa hizi na zinazotolewa na serikali yao. Lakini sio hilo tu, pia naendelee kuwakumbusha kuendelea kutoa elimu ili wadau wote muhimu wale ambao wamekwisha faulu kutoka kwenye 10% waweze sasa kuzikimbilia hizi 30%. Ndugu washiriki, ninapomaliza nataka kuwapongeza sana wote na nirudie tena kuwashukuru kwa kutenga muda wenu kuja kushiriki mkutano huu muhimu. Ni imani yangu mkutano huu umejenga na sio kubomoa. Niwaombeni sana mnaporudi kwenye vituo vya Mheshimiwa Waziri. Kongamano hili lilifunguliwa na Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, mbunge waziri wa maendeleo
ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, ambaye alimwakilisha mgeni rasmi wetu alikuwa Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha. Pamoja na hayo, vile vile mgeni rasmi alitoa tuzo kwa taasisi ambazo zimetekeleza takwa la kutenga 30% kwa ajili ya makundi maalum. Vigezo mbalimbali viliwekwa kwa ajili ya kuwapata washiriki, ikiwemo kuangalia ni asilimia ngapi ya thamani za tuzo ambazo taasisi husika zilitoa kuanzia Julai 1, 2023 hadi kufikia mwezi Mei 2025. Hivyo tuzo ilitolewa kwa halmashauri ya wilaya ya Bahi na mamlaka ya maji RUWASA Mtwara, zikiwa ndizo taasisi zilizotoa tuzo ya thamani kubwa kwa makundi maalum. Na hii Mheshimiwa Waziri, haikwenda vile vile bure tu kwa kuwapa trophy, bali katika halmashauri hizi mkurugenzi alipewa zawadi ya fedha taslim milioni 10 na mkuu wa kitengo cha ununuzi milioni 5, ikiwa ni kichocheo kuwachochea na wengine ili tunapokutana katika kongamano nyingine hapa ushindani uwe mkubwa zaidi. Mheshimiwa Waziri, aidha tuzo pia zilitolewa kwa manispaa za Ubungo na Kinondoni kwa kuweza kusajili makundi maalum mengi katika kipindi husika. Mheshimiwa Waziri, kwa heshima kubwa naomba nitumie fursa hii kutambulisha viongozi na wageni mbalimbali waliohudhuria katika kongamano la 9 la ununuzi wa umma wa mwaka 2025. Mheshimiwa Waziri, naomba nikutambue uwepo wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa PPRA Dr. Leonarda Mwagike, vile vile viongozi wa Wizara ya Fedha na taasisi zake waliopo. Mheshimiwa Waziri, wengine ni wajumbe ya bodi ya wakurugenzi wa PPRA ambao tulikuwa nao mpaka tunapokea, wakuu wa taasisi za umma na binafsi mliopo, wakurugenzi watendaji wa halmashauri za majiji, manispaa, wilaya na miji waliopo wengi tu, wakuu wa wilaya, wakuu wa vitengo vya ununuzi ambao ndio wengi ambao waliopo hapa, naomba msimame ili tuone wengi wenu. Vile vile kuna wanasheria na wakaguzi wa ndani waliopo, maafisa ununuzi waliopo, maafisa kutoka idara ya tumizi waliopo, makatibu tawala na wanahabari. Mheshimiwa Waziri, baada ya utangulizi huu sasa napenda kukaribisha ili uweze kutoa nasaha zako kwa washiriki wa kongamano hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.